Kwa miongo minne sasa, Iran na Israel zimeendelea kuwa mawasimu wakubwa katika siasa za Mashariki ya Kati. Wakati Iran imekuwa ikishikilia msimamo wa kuunga mkono vikundi vya kupigana na Israel kama Hezbollah na Hamas, Israel imekuwa ikisisitiza kuwa Iran ni tishio kwa uwepo wa taifa la Kiyahudi. Lakini swala kubwa linabakia, je, nia ya kweli ya Israel ni kuzuia Iran kuwa na silaha za nyuklia au ni kubadilisha utawala, regime change? Tangu miaka ya 90, viongozi wa Israel wamekuwa wakionya mara kwa mara kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mwaka 1962, Ehud Barak, waziri wa ulinzi wa Israel wakati huo, alisema kuwa Iran ingekuwa na bomu la nyuklia ndani ya miaka 5 kutoka wakati huo. Mwaka 2012, Netanyahu alichora red line katika Umoja wa Mataifa akisema Iran ipo karibu kutengeneza bomu la nyuklia. Licha ya onyo hizo zote, Iran haijawahi kutangaza kuwa na silaha za nyuklia, na hata ripoti za CIA za mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022 ziliandika wazi kuwa Iran haijafanya uamuzi wa kutengeneza bomu la nyuklia. Swali kubwa linabakia, je, kama hakuna mabomu ya nyuklia, ni nini hasa kinachofukuta? Tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 79, Iran imekuwa chini ya utawala wa viongozi wa kidini, Wilayat al-Faqih, wakiongozwa na Ayatollah Khamenei. Israel imekuwa mstari wa mbele kuonesha chuki dhidi ya mfumo huu kwa sababu kuu 3. Iran inaunga mkono Hezbollah, Hamas na Islamic Jihad ambao ni maadui wakubwa wa Israel. Iran inakataa kutambua Israel kama taifa halali, pamoja na kuwa Iran inajenga ushawishi mkubwa wa kisiasa na wa kijeshi katika nchi kama Syria, Iraq na Lebanon, hivyo kusawazisha utawala wa Israel katika Mashariki ya Kati. Kwa hivyo tujiulize swali la msingi. Kama Iran ingekuwa nchi ya kirafiki kama UAE au Saudi Arabia au hata Iran kabla ya Khamenei, alafu iwe na uranium iliyorutubishwa kwa 60% au zaidi, je, Israel bado ingekuwa na wasiwasi huu? Majibu mengi yanaonyesha kuwa tatizo halisi ni utawala wa Kiislamu wa Iran, na bomu la nyuklia ni kigezo tu cha kuishambulia Iran. Mpango wa nyuklia wa Iran ulianza tangu enzi ya Shah kwa msaada wa Marekani, program ya Atoms for Peace. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu, Marekani na washirika wake waliondoa msaada huo wakidai Iran itatengeneza bomu la nyuklia. Swali lingine linaibuka, kwa nini kabla ya uhasama Marekani alikuwa anaisaidia Iran katika teknolojia yake ya nyuklia na baadaye kukatiza programu hiyo baada ya uhusiano wao kuingiwa dosari? Lakini kwa miongo hiyo yote, Iran imeruhusu ukaguzi wa IAEA, Iran imesaini mkataba wa NPT, Non-Proliferation Treaty, Iran pia ilikubali mkataba wa JCPOA wa mwaka 2015, Obama Deal, ulioweka kikomo cha kurutubisha uranium hadi 3.67. Licha ya hayo yote, Israel haijaridhika kamwe, sababu ikiwa sio nyuklia peke yake bali utawala. Kwa hivyo, nia ya Israel ya kweli ni ipi? Israel imeendesha kampeni za kisiri dhidi ya Iran kwa miaka mingi. Mwaka 2020, Mossad ilitekeleza mauaji ya wanasayansi kama Mohsen Fakhrizadeh. Mwaka 2010, Mossad ilitekeleza mashambulizi ya mtandao wa Stuxnet, bila kusahau kulipua mitandao ya nyuklia ya Natanz mwaka 2021. Hii inaonyesha kuwa Israel haitaki tu kuzuia uranium, bali kuharibu mfumo mzima wa utafiti wa Iran. Kwa mujibu wa ripoti za WikiLeaks na nyaraka za The Intercept, Israel kupitia Mossad imefadhili vyama vya upinzani wa kidemokrasia wa Iran kutoka uhamishoni. Mashirika kama MEK Mujahideen Ekhalq yanapewa mafunzo, pesa na makazi salama, licha ya kuwa waliwahi kutajwa kama magaidi na Marekani. If not regime change, why fund revolutionaries? Swali lililoulizwa na Profesa Trita Parsi wa Quincy Institute. Kauli za viongozi mbalimbali wa Israel zinadhihirisha wazi nia yao kamili dhidi ya Iran. Mwaka 2015, Benjamin Netanyahu alinukuliwa akisema, "The greatest threat to our world is the marriage of militant Islam with nuclear weapons." Mwaka 2022, Naftali Bennett alinukuliwa akidai, "Iran's regime is morally bankrupt. We must support the Iranian people to overthrow it." Mwaka 2024, Yoav Gallant alinukuliwa akidai, "Iran is the head of the snake. Chop it off and the region will be free." Hizi si kauli za kutaka usalama wa bomu, ni kauli za kutaka mabadiliko ya utawala. Katika mgogoro huu, tutatumia mfano hai unaohusu Israel na Marekani na uwezo wao wa kuangusha nchi wengine. Mfano mzuri
ni ule wa Iraq ambao unazua kumbukumbu wakati wa Saddam Hussein. Marekani na Uingereza walisema ana silaha za maangamizi. Vita vilianzishwa mwaka 2003 ili kuenda kumuondoa Saddam Hussein na kuzuia uenezaji wa silaha za maangamizi kama mabomu ya nyuklia. Lakini baada ya Hussein kuondolewa na kuuawa kikatili, hakukuwa na ushahidi wa kuonyesha kwamba nchi hiyo wala Saddam Hussein alikuwa na silaha za maangamizi, lakini bado Saddam Hussein aliangushwa na nchi ya Iraq ikaharibiwa vibaya. Je, mpango wa Iran ni Iraq nyingine? Wachambuzi kama Scott Ritter, Noam Chomsky na John Mearsheimer wamesema Iran's nuclear issue is a pretext just like Iraq's. IAEA mwaka 2022 ilitoa ripoti ikisema there is no conclusive evidence that Iran is pursuing nuclear weapons. Hans Blix, mkaguzi wa zamani wa silaha za Umoja wa Mataifa, alinukuliwa akisema all the noise about Iran's bomb is political. Technically they are far from a real bomb. Hii inatia mashaka lengo la kweli la Israel. Kama hakuna bomu, kwa nini fujo nyingi? Katika mashambulizi ya hivi majuzi, Israel haikulenga tu mitambo ya nyuklia, bali makutano ya IRGC, nyumba za maafisa wa ngazi za juu na hoteli za viongozi wa serikali. Ayatollah Khamenei mwenyewe alilengwa na drone, ingawa alihamishwa mapema na kufichwa katika mahandaki. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba decapitation strategy si neutralization ya nyuklia. Ukweli cha kigezo cha mkakati huu ni kwamba Iran ni kikwazo katika ndoto ya Israel ya New Middle East. Iran inazuia Israel kusafiri kwa uhuru kutoka Mediterranean hadi Ghuba ya Uajemi, biashara ya gesi kupitia Iraq na Syria, pamoja na kufunguka kwa mikataba ya Abraham Accords na nchi nyingi. Kwa hiyo, kama Iran itaendelea kuwepo na msimamo wake, ndoto ya Israel ya Mashariki ya Kati na kujenga the Greater Israel haiwezi kutimia kabisa. Ni wazi sasa kwamba suala la nyuklia ni kisingizio tu. Israel inahofia utawala wa Kiislamu wa Iran. Inatumia hofu ya bomu la nyuklia kuvuta Marekani, NATO na mataifa ya Kiarabu kwenye mzozo huu. Lengo kubwa ni kuiondoa serikali ya Khomeinist na kuweka serikali ya kirafiki kwa Magharibi ili ipate fursa ya kujenga the Greater Israel na kukandamiza mataifa mengine ya Mashariki ya Kati ili kujijenga kuwa taifa lenye nguvu.